Leo tukipata fursa ya kuanza kuimulika Dodoma, Waziri wa Afya Jenista Mhagama ameagiza taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI kuhakikisha huduma wanazotoa zinaendana na azma ya serikali ya kuwa na tiba, utalii pamoja na kushusha huduma ngazi ya chini ili Watanzania wote waweze kufikiwa na huduma za kibingwa na zile ambazo ni bobezi. Sharifa Mdeme kutoka Dodoma ndiye ambaye anatupa simulizi zaidi ya taarifa hiyo. Waziri Jenista anatoa maelekezo hayo wakati wa uzinduzi wa bodi mpya ya taasisi ya MOI uliofanyika jijini Dodoma, ambapo ametoa maelekezo 7 ikiwemo kuwataka kusimamia ubora wa huduma zinazotolewa. Amesema katika kuendeleza tiba utalii nchini ni vyema watumishi hasa wauguzi wakafundishwa ukarimu wa kupokea wageni, pamoja na taasisi hiyo kuwa na mazingira mazuri ya vyumba na matibabu kwa ujumla ili kuwafanya wagonjwa kutoka nje ya nchi kufurahia huduma. Mtalii wa tiba anapokuja, standard ya hospitali yako, chuma anacholala, nesi atakayemhudumia, vifaa tiba atakavyokutana navyo, daktari anayekutana nayo, kama ni ile smile aliyoipata kwa mhudumu wa ndege kule kwenye ndege, nesi wetu anatakiwa kuwa na yeye na training na mafunzo ya smiling hiyo kama anayokutana nayo anapofanya utalii mwingine. Pia amezitaka bodi zinazoteuliwa kuhakikisha zinaleta matokeo chanya katika taasisi za afya nchini ili huduma za afya zinazotolewa ziendane na hadhi ya Tanzania, ambako ndiko mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika anapotoka. Ni lazima hata tunapoanza kufanya uteuzi wa bodi hizi na hasa kwenye hizi taasisi zetu ambazo zinafanya kazi chini ya sheria ya hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili, bodi tunazoziteua zijipange kweli kweli, na hatutaona aibu kushughulika nazo kama hazitakuwa zinatukimbiza kule tunako tarajia. Naye mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya MOI Balozi Mpoki Ulisubisie amesema pamoja na taasisi hiyo kuongeza huduma, pia inafanya ukarabati wa majengo yake. Taasisi inaendelea kutekeleza miradi miwili mikubwa. Wa kwanza ni wa jengo la wagonjwa wa nje ambalo lina uzio sasa hivi kila anayefika pale MOI anaona. Kutoka Dodoma, Sharifa Mdeme. Na asante Sharifa kutoka Dodoma kwa taarifa hiyo. Na sasa tunapata fursa ya kuiangazia Simiyu. Maafisa elimu kata katika halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wametakiwa kushiriki kikamilifu zoezi la ubainishaji wa watoto wenye mahitaji maalum na kuwapeleka shuleni ili kuwawezesha kupata elimu kwa kuzingatia afua stahiki kulingana na mahitaji yao. Taarifa ya Anastasia Paul kutoka Simiyu ndio ambayo inafuata hivi sasa. Agizo hilo limetolewa na mratibu wa mradi wa shule bora katika halmashauri ya wilaya ya Bariadi, Felista Mwanga, wakati akizungumza katika mafunzo ya maafisa elimu kata, maafisa ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii juu ya ubainishaji wa watoto wenye mahitaji maalum ili wapatiwe fursa ya elimu, huku wazazi na walezi wakitakiwa kutowaficha watoto wao wenye mahitaji maalum na badala yake wawapeleke shuleni kupata elimu. Tunatarajia maafisa elimu kata watakwenda kufanya ubainishaji na wakishirikiana na walimu wao katika shule zao na kuwapata watoto ambao wana uhitaji ili wapate suluhu ya matatizo yao. Mwanzo walikuwa wanajua makundi yako matatu, wengine wanasema manne, kumbe kuna makundi 13. Kwa kupitia makundi ya 13 wamejifunza na wataweza kuwabaini hawa watoto. Na wasisitiza wazazi wajitahidi watoto wasiwafiche ndani, watoto wawalete shuleni, na wale watoto ambao wako shuleni kama wana mahitaji maalum, mzazi akielekezwa aweze kuzingatia yale aliyoelekezwa na wataalamu. Kwa upande wao, wawezeshaji wa mafunzo hayo wameeleza namna ambavyo watawasaidia washiriki wa mafunzo hayo kufanya kazi ya ubainishaji wa watoto wenye mahitaji maalum kwa weledi. Hawa washiriki wote wamepewa hizo mbinu, namna gani ya kuwabaini wale watoto, namna gani ya kuwasaidia, kama ni matibabu, kama ni mazoezi, kama ni remedial class, au kama inawezekana kitu kingine mpaka kumhamisha shule. Kwa sababu mtoto mwingine wamembaini katika shule iliyoko kwa wakati huo, yeye yale mazingira sio rafiki kwake, basi wataweza kufanya hii kazi ya ubainishaji kwa njia nzuri, kwa sababu watakuwa wameelewa makundi ya watoto wenye mahitaji maalum, lakini wataelewa viashiria
vya kila kundi la watoto wenye mahitaji maalum. Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema kuwa yatawawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Tumekuwa tukiwachanganya wanafunzi hao wenye mahitaji maalum katika madarasa ambapo tunawafundisha sawasawa na wanafunzi wengine, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo katika mafunzo haya tumeweza kuona mbinu nzuri ambazo tunaweza tukatumia katika kumsaidia huyu mwanafunzi ili aweze kujifunza vyema. Kwetu sisi inatusaidia kuweza kupata takwimu sahihi, kwa sababu tutashirikiana na walimu, watendaji pamoja na maafisa elimu wa katani na wilayani ili kuweza kumbaini mtoto huyu na kuweza kumsaidia mtoto huyu aweze kupata huduma kwa wakati sahihi. Kutoka mkoani Simiyu, mimi ni Anastasia Paul, Clouds TV. Na shukran Anastasia Paul kutoka Simiyu. Na sasa tuangazie Shinyanga. Ongezeko la ufaulu kwa wanafunzi katika shule kongwe ya msingi Nuja iliyopo katika halmashauri ya manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga inatajwa kuchangiwa uwepo wa chakula kinachotolewa kwa wanafunzi kupitia njia ya shirikishi ya wazazi kuchangia kilo 20 za mahindi na mchele. Salvatore Ntandu kutoka huko Shinyanga ndiye ambaye anatupa taarifa hiyo. Shule ya msingi Nuja ni miongoni mwa shule kongwe zilizopo katika mkoa wa Shinyanga ambayo imeanzishwa mwaka 1977. Serikali kwa kushirikiana na jamii imeanza kuhamasisha uchangiaji wa chakula ili kuhakikisha wanafunzi wananufaika na chakula. Sofia Maziku na David Simon ni baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo, na hapa wanaeleza shubiri walizokuwa wanazipitia, huku Kasanda Magomela akitaja tija ya chakula kwa wanafunzi. Faulu mitihani sababu tulikuwa tunapata njaa. Wanafunzi wanakuwa watoro shuleni. Tulikuwa tunapata uji sasa na wenyewe tulikuwa tunakunywa saa 4. Kinywa saa 4 kuja kufika saa 10. Hakuna kitu. Hivyo wanafunzi kujisomea ilikuwa ni ngumu. Tulivyojadili kama mtoto anachangia lita 10 za kilo 10, sasa hivi mzazi atakuwa anatoa kilo 20. Kutokumpa mtoto haki yake ni kunyima haki ya msingi ya mtoto. Awali akitoa takwimu za taaluma, Ramadhani Muhoja, mkuu wa shule hiyo, ametaja faida za chakula, huku Lazaro Malili akiwataka wazazi kuchangia chakula kwa wanafunzi. Wastani wa ufaulu umepanda hadi 168 na tunategemea mwaka huu tuingie kwenye utepe wa kijani ikiwa hakutakuwa na changamoto nyingine kwa sababu ya mikakati hii ambayo tumeichukua. Kula cha pamoja kinajenga udugu kwa wanafunzi, kinajenga nidhamu kwa wanafunzi, kinaleta wanafunzi waipende shule, kwa sababu mtoto anapokuja shuleni anakuwa na uhakika kwamba nitakula shuleni. Kutoka mkoani Shinyanga, Salvatore Ntandu, na hii ni Clouds TV. Na hatimaye Kigoma, Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma kimewataka viongozi wake kuanzia ngazi za matawi kuwa waadilifu itakapofika hatua ya uteuzi wa wagombea nafasi mbalimbali za uongozi, kuhakikisha wanapatikana watu wenye maadili na watakaokubalika kwa wananchi ili uchaguzi mkuu uweze kufanyika kwa amani na utulivu. Mwingo Mwemezi kutoka Kigoma ndiye ambaye ana taarifa hiyo kwa kina. Akiongoza kikao kazi kilichohusisha viongozi wa chama na jumuiya zake, katibu wa CCM wilaya ya Kibondo Rafael Sumaye amesema chama hicho hakitamvumilia kiongozi yeyote atakayekwenda bila kufuata kanuni na miongozo katika mchakato wa kuwapata wagombea, kwani wanahitajika watu wanaokubalika kwenye jamii ambao watakuwa chachu ya kuleta maendeleo. Ili kuwapata wagombea wanaokubalika na jamii. Wengine jamii haiwakubali, wewe unamkubali kwa sababu zako. Hatutaki watu wanaokwenda kuuza sura. Tunataka watu wanaokubalika na jamii na wenye uwezo na wenye sifa. Hata hivyo, wanawake wametolewa wito kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za ubunge na udiwani katika maeneo yao. Huyu hapa Grace Mbwiliza, katibu wa jumuiya ya wanawake wilaya ya Kibondo. Kwa ndugu zangu, niwaombe mkuhamasishe wanawake kule wajitokeze kwa ajili ya kugombea nafasi ya udiwani wa kata, udiwani viti maalum, hata ubunge. Maana ukifika tarehe 28 nafasi zote zitakuwa wazi.
Zingatieni mliopewa na viongozi, muende kuyazingatia. Si ndio jamani? Kipindi hichi ni kipindi kigumu, kila mmoja asimame kwenye nafasi yake. Nao baadhi ya viongozi hao wameahidi kufuata taratibu na miongozo ili kuondoa malalamiko kwa wananchi kwa ajili ya kujenga dhana ya utawala bora. Tunaposema kiongozi anayekubalika kwenye jamii ni yule kiongozi ambaye atashirikiana na jamii katika kuleta maendeleo kwenye jamii husika. Na kikubwa tu ni kwamba nimejipanga kuhakikisha kwamba tunafuatilia yote tulioelekezwa, kutoa siri. Kutoka Kibondo ni Muhingo Mwemes, Clouds TV, Kigoma. Kutoka Kibondo, Kigoma ndio taarifa ambayo inahitimisha jicho la habari, na sasa twende katika the screenshots.